Bana, karibu tena katika movie yetu ya siku ya leo inaitwa Atupa. Basi movie hii ilikuwa inamhusu mwanadada mmoja ambaye anaitwa Yeye. Lakini pia movie hii imekitiwa Ghana pamoja na Nigeria kwa nafasi ndogo tu. Lakini sasa kwa wakati huu tunaongelea upande wa Ghana. Sasa kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye anaitwa Yeye, ambaye ni huyo mweupe ambaye amekaa na rafiki yake. Wote walikuwa wamesoma chuo kimoja na mwaka huu walikuwa wana tumikia mwaka wa mwisho, yani ule mwaka wa majaribio, na baada ya hapo basi mwaka huu unaofuata wataanza kupewa leseni zao kwa ajili ya kufanya kazi. Wanafunzi hao wawili walikuwa wametoka kufanya kazi, na mwanamama huyu ni mmoja kati ya mwanamama ambaye alikuwa amepita katika eneo hilo, alikuwa amewasikia kwa muda mrefu sana akiwa ananunua vitu vyake katika genge. Lakini sasa alipokuja kuwauliza, aliwauliza maswali mengi sana kwamba mnadhani kwamba mtaweza kufanikisha kumzalisha mwanamke ambaye aidha alilogwa au alifanyiwa kitu kibaya katika tumbo lake. Kwanza kabisa nikwambie kwamba Yeye pamoja na Maria ni moja kati ya wanafunzi ambao wanasomea swala zima la kufanikisha mwanamke ambaye kikawaida alikuwa anashindwa kupata mtoto, lakini mwisho wa siku anafanikiwa kupata mtoto. Lakini sasa mwanamama huyu ambaye alikuwa anapita, yani niseme kwamba ni mama wa makamo, umri wake ulikuwa umesonga sana. Yeye alikuwa anajua mfumo halisia ambao unahusika katika maisha ambayo ni ya kishirikina. Akawaambia, "Je, mnadhani kwamba mwanamama ambaye atakuwa hawezi kuzaa kabisa mtaweza kufanikisha kumpa ujauzito aweze kushiriki tendo la ndoa na mume wake na mwisho wa siku apate ujauzito?" Sasa Yeye ambaye ni huyo mweupe, lakini pia na Maria walishindwa kujibu swali lile. Lakini baada ya hapo Yeye alichukua maamuzi ya kumfuata mwanamama huyu. Mwanamama huyu alikuwa anamuelewa sana Yeye, na Yeye alikuwa anahitaji kuwa mtu wa tofauti kwa sababu alimuona mwanamama huyu kama vile ana kitu cha ziada katika yale maneno ambayo alikuwa amezungumza pale, kwa sababu alizungumza katika hali ambayo ni ya kujiamini na ni mtu ambaye alikuwa anajua sana kitu ambacho alikuwa anakizungumza. Yeye alipofika nyumbani kwake alimueleza wazi na akamwambia kabisa kwamba, "Mama, mimi ninahitaji kuwa mwanafunzi wa tofauti. Ndio nimesoma gynecology, lakini pia hii gynecology ni inahusika sana sana na elimu ya kuweza basi kumfanya mwanamke aweze kupata ujauzito, lakini pia na kuweza basi kuwa na mtoto. Kwa hiyo ni elimu tu, ni knowledge ambayo kila mwanafunzi amepewa katika shule yao, lakini kuna namna ambayo yeye alikuwa anahitaji kujua elimu pia ya mtaani ambayo mwanamke huyu alikuwa ameuliza maswali ambayo yalikuwa yanawapa utata." Sasa mwanamama huyu yeye alimuelewa Yeye nini ambacho alikuwa anakitaka, kwa sababu ni mwanamke ambaye alikuwa na kiu sana ya kutaka kujua kwa undani nini ambacho mwanamama huyu alikuwa anakijua. Kwa hiyo Yeye aliongea naye kwa kina kwa muda mrefu, na kwa hiyo basi akamruhusu amfundishe elimu nyingine ambayo ni ya kitamaduni, ambayo ni ya elimu ya kale, zile elimu za mababu zetu. Sasa katika siku ambayo mwanamke huyu aliamua kumfundisha Yeye, basi walichukua muda mwingi mno, wakaamua kukaa chini. Yeye akavalishwa nguo nyeupe kabisa. Nguo hizi ni nguo ambazo uwaga zinatumika kwa ajili ya kufanya matambiko, na mwanamama huyo naye akafanya matambiko hayo. Uwezi kuamini lugha iliyokuwa inazungumzwa hapa ni lugha ambayo ni spiritual, na spiritual maza alikuwa anaropoka lugha zake ambazo ni za kutisha ndani yake. Lakini kitu ambacho kilikuwa cha kutisha zaidi basi ilikuwa Yeye ambaye ni mwanafunzi ambaye bado alikuwa hajamaliza mwaka wake wa internship, alikuwa basi amewekewa moja kati ya kibatari kichwani, na katika bakuli yake alikuwa amewekewa nyama hizo hakuweza kujua ni nyama gani. Kwa hiyo alikuwa anatafuna nyama katika kibakuli ambacho alikuwa amepewa. Nyama hizo zilikuwa zimechemshwa, lakini hakujua nini ambacho mwanamama huyu alikuwa anatakiwa ampangilie siku hadi siku. Bana, tambiko lilivyokwisha kufanyika, basi kuna mambo ambayo alikuwa anapaswa yaendelee. Yeye hapa alianza kuchukua hatua zake za haraka kwenda kufungua senta yake, kwa sababu mafunzo ya shuleni kwao yalikuwa yameshakwisha. Kwa hiyo yeye akaamua basi kujikita zaidi katika swala zima la kuwatibu watu. Lakini sasa jambo ambalo Yeye hakuweza kulitambua ni kwamba uwezo ambao alikuwa amepewa na mwanamama huyu basi ulikuwa ni uwezo ambao una limit, na uwezo huu ulikuwa unahusika na maisha yake ambayo basi ni ya yeye binafsi. Sasa katika moja kati ya siku ambayo Yeye aliweza basi fanikiwa kuweka historia katika maisha ya mwanamama mmoja, mwanamke mmoja aliweza kuletwa na mume wake gari tena kwenye kitaxi fulani hivi, aliweza kuletwa katika hospitali yao. Lakini sasa katika hospitali hiyo
mwanamama huyu alikuwa anahitajika basi aweze kufanyiwa operation. Kwa bahati mbaya operation ilipokuwa inatakiwa kufanyika, yeye ambaye alikuwa ni daktari lakini pia alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye amejifunza swala zima la elimu ya tofauti, yani traditional. Ninaongelea kwamba elimu ya jamii, hapa ninazungumzia uganga. Sasa kwa namna ambavyo alikuwa amefundishwa na mwanamke yule ambaye katika hapo sehemu ya mwanzo nimekuonyesha, basi akasuggest kwamba angalau huyo mwanamke asifanyiwe operation kwa sababu damu yake ilikuwa ipo chini, yani hapa ninazungumzia HB ilikuwa ipo low. Kwa hiyo akasuggest kwamba na group lake la damu lilikuwa ni group ambalo lilikuwa ni ngumu sana kuweza kulipata kwa wakati huo, na uchungu ulikuwa umeshamkamata mwanamke huyo. Kwa hiyo akamshauri mume wake angalau ampeleke kwa watu ambao wanaweza wakamzalisha kwa njia ambayo basi ni ya tradition, yani njia ambayo ni tofauti na njia ya hospitali. Sasa walipompeleka katika nyumba ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kuweza basi kufanikisha jambo hilo, basi mtoto huyo aliweza kuzaliwa. Lakini pia katika kipindi ambacho walikuwa wanafanyia kumwandaa, walikuwa kuna wanawake wengi sana, wanawake kama 6, na wanawake wote hao walikuwa nyuma ya yeye. Yeye ni mmoja kati ya mwanamke ambaye amejifunza kabisa darasani, na mwisho wa siku akapewa pia nguvu na mwanamama pale mwanzoni ambako basi nilikuwa nimekuonyesha. Kitu ambacho mwanamume huyu aliweza basi kukishuhudia ni kwamba mwishoni kabisa aliweza kumuona yeye ambaye aliweza kumpa ushauri wa kumpeleka mke wake katika nyumba ambayo wanatoa huduma watu wa traditional, yani zile huduma za kijamii. Sijui nitaiweka vipi traditional, lakini pia naweza nikasema kwamba ni ile tu kienyeji, dawa za kienyeji. Sasa nikasema hivyo. Basi watu ambao wanazalisha kienyeji basi waliweza kufanikiwa kumzalisha, lakini pia yeye ndo alikuja basi kumpa taarifa mume wa mwanamke huyo kwamba angalau mke wake amejifungua, na mwanaume huyu alifurahi mno, alifurahi sana. Lakini pia mwanaume huyu pia aliweza kugundua kwamba mwanamke huyu ni mwanamke ambaye ndiye aliyekuwa anawahudumia pia kule hospitalini kabisa, hospitali ya kawaida. Sasa baada ya pale aliweza kujiuliza maswali mengi mno, lakini kikubwa zaidi ambacho alikuwa amefurahi ni kuona mke wake ameweza kujifungua. Sasa nikupe sasa historia ya yeye. Yeye ni mmoja kati ya mwanamke ambaye aliweza kuolewa na mwanaume wa kwanza, lakini pia mwanaume huyo alikuwa kila anapompa mimba basi yeye alikuwa ana mimba zake zinatoka. Yani kwa bahati mbaya mwanamke huyo alikuwa hawezi kukamata mimba kabisa, mimba zake zilikuwa zinachomoka tu. Sasa kwa mwanaume wa kwanza akawa anamfukuza, na mwanaume huyo alikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa anapenda kusali sana, kwa hiyo alimtimua yeye mwanaume wa kwanza huyo. Mwanaume wa pili pia aliweza pia kumtimua, kwa hiyo alipotimuliwa akaenda kwa mwanamke mmoja ambaye mwanamke huyo alienda basi kumueleza shida zake zote, na baada ya kumueleza shida zake zote mwanamke huyo pia alikuwa anamngonga kwa sababu ya matukio ambayo yeye alikuwa anamkuta. Kwa hiyo ni kama vile yeye alikuwa ni mwanamke ambaye hana bahati kabisa, lakini saa Mungu si ashumani, akaweza kukutana na mwanaume ambaye anaitwa Dipo. Dipo ni mmoja kati ya mwanaume ambaye mwisho wa siku aliangukia katika penzi la yeye, na yeye alikuwa anawasaidia watoto wengi sana wanaweza kuzaliwa katika kituo chao ambacho kinaweza basi kuwafanikishia wanawake wengi wanafanikiwa kupata watoto, lakini pia wanafanikiwa kupata ujauzito. Kwa hiyo ni moja kati ya matukio ambayo ni tofauti. Kwa hiyo Dipo kwa upande wake siku moja aliweza kukaa na yeye na akamueleza mengi sana kwamba anafurahia kwa kile ambacho anakifanya, lakini pia alikuwa ananungunika kwa mambo mengi ambayo yalikuwa yanamkuta katika maisha yake, kwa sababu yeye amejaribu pia kupitia changamoto kubwa sana ya kukosa mtoto. Kwa hiyo alikuwa anaamini kwamba inawezekana kwamba kuna mtu ambaye apendi yeye apate mtoto. Kwa hiyo alikuwa anaona watoto wote ambao walikuwa anawazalisha, lakini yeye kwa upande wake alikuwa apate mtoto. Ndipo alikuwa anampa moyo sana, usijali bwana, kuna maisha ambayo basi Mwenyezi Mungu amekupangia. Kwa hiyo huwezi kujua njia ambayo Mwenyezi Mungu amekupangia wewe. Kwa hiyo tuliza kiburi, tuliza jeuri, endelea kuchapa kazi. Kwa ni mwanaume ambaye alikuwa anampa moyo mno sana. Sasa siku hiyo wakati unapata angalau chakula cha asubuhi, na maanisha kwamba chai, breakfast. Sasa akapigiwa simu na mmoja kati ya wafanyakazi wake katika kituo chake cha kuzalisha wakina mama kupitia njia ambayo ni ya kitamaduni. Yani njia ambayo nafikiri kwamba ni njia ambayo inahusisha mila na desturi za huko Ghana. Sasa mmoja kati ya watoto ambao walikuwa wanataka kumuona au watoto ambao walikuwa wanamlilia yeye, basi ni mtoto mmoja ambaye alikuja na mama yake. Mama yake akawa anasema kwamba mwanangu anatamani sana kukuona na amekumisi sana. Sasa wengi wao katika kituo hichi waga wanamuita yeye Ominyi
mother. Sasa ni mama wa kikundi kikubwa sana cha watoto ambao mama zao walikuwa hawapati ujauzito. Sasa siku moja mtoto huyu hapa alikuwa anapata kama vile homa. Kwa hiyo akamwambia kwamba mfanyakazi wake mmoja aende kumuogesha mtoto huyo, na kisha kumuogesha mtoto huyo angalau basi atamrudisha kwa ajili ya mambo mengine, kwa sababu alikuwa anamsikia kama vile mtoto huyo ana homa kali sana. Sasa wakati ambako mtoto huyu amegoma basi kuogeshwa, ndipo basi yeye ambaye wanamuita Ominyi Mother basi akaweza basi kufika kule nyuma na kwenda kumwangalia mtoto huyu. Mtoto huyu alikuwa ana alama kifuani kwake. Alama hiyo ni nyeusi. Yeye alivyoiona akamuuliza, "Hichi hapa nini?" Mtoto huyu akamwambia kwamba hii hapa hivi ni alama ya kuzaliwa. Basi akamwacha pale mtoto huyu, akamwambia basi yule mama basi mtoto ameshakubali umuogeshe, kwa hiyo unaweza ukamuogesha, tuendelea kumuogesha. Yeye alipotoka katika sehemu ile, I say alianza kujiuliza maswali mengi sana. Mbona huyu mtoto ana alama kama ya kwangu ilikuwa kifuani kwangu? Kwa ni maswali ambayo alikuwa anajiuliza. Maswali mengi alikuwa anazunguka kichwani kwake. Ni kama vile mtoto alikuwa ni wa kwake, lakini yeye mwenyewe alishindwa kuelewa. Au ni alama ambazo basi zinawahusu watu fulani. Kwa hiyo yeye alikuwa anapata mawazo mengi sana. Sasa hapa ninakuleta kwa rafiki yake mume wa yeye ambaye ni Dipo. Rafiki yake wa kiume alikuwa pia ana rafiki yake wa kike, ambaye rafiki huyu wamezunguka naye kwa waganga wa kienyeji, wamezunguka naye kwa mashehe, wamezunguka naye kwa kina Mwamposa, lakini hakuna hawezi kupata mtoto. Yaani amepitia pilika nyingi sana. Sasa hapa katika siku hii leo wakati wanaongea na rafiki yake huyu hapa, basi ndipo walipokumbuka wakampigia Dipo ambaye ni mume wa yeye. Na mume huyu basi alikuwa anajihusisha na mwanamke huyu ambaye alikuwa anatoa huduma kwa watu wengi sana katika jamii. Dipo akamwambia basi kuna changamoto, rafiki yangu mmoja amezunguka kwa waganga, tumezunguka naye kwa mashehe, tumezunguka naye kwa kina Mwamposa, lakini nikwambie tu siri moja, hajawahi kupata mtoto, hajawahi kufanikiwa kupata mtoto mzee. Ni changamoto kubwa sana ambayo mpaka kwa muda huu tunayo. Kwa hiyo Dipo yeye alichokifanya akamwambia kwamba mwanamke wangu ambaye kwa hivi sasa amesomea gynecologist, basi ni mmoja kati ya mtu ambaye anawasaidia watu wengi sana. Na nikupe tu siri moja, watu wengi ni kama vile Mungu ameweza basi kumtumia mwanamke huyu basi kwa ajili ya watu wengine kupata mtoto. Sasa nitakupa namba yake. Baada ya kukupa namba yake, yeye atakwambia address mahali ambako yupo, basi na mwanamke huyo basi ataenda kukutana naye, na kisha ninaamini kwamba ataweza kupata mtoto. Sasa walipoenda kukutana, basi mwanamke huyu alimwomba yeye kwamba angalau muombe kwa Mungu wake aweze basi kupata watoto, na sio watoto tu, basi aliomba basi aweze kupata watoto wawili wa kiume ambao ni mapacha. Kwa hiyo yeye akamwambia kwamba watu wengi walikuwa wamekwambia kwamba wewe huwezi kupata mtoto. Ni kweli, hawakukudanganya, lakini mimi ninakwambia katika siku ya leo kwamba basi utakwenda kupata mtoto kwa mara nyingine tena. Basi mwanamke huyu alimshukuru sana. Thank you yeye, nashukuru sana. Wakaanza kuomba katika lugha ambayo basi ni tofauti, lakini pia akamwambia kwamba omba huku ukiwa unaangalia mshumaa huo, uambie kila kitu. Yeye sasa akaanza kutamka maneno yake ambayo ni ya professional kabisa, yani yale maneno ambayo yanahusu kabisa tamaduni zile ambazo amefundishwa na mwanamama yule katika sehemu ya kwanza kabisa wakati tunaanza, sababu alianza kumfundisha, na hapo basi wakaanza kupiga ramli. Sasa mume wa yeye ambaye basi ni Dipo aliweza kuota ndoto moja, ambayo ndoto hii ilikuwa inahusisha yeye alikuwa amekaa na wanawake wale wengine ambao walikuwa wanajihusisha na swala zima la kuweza basi kufanikisha wanawake wengine waweze kupata watoto. Yani ni wafanyakazi wake kwa namna moja au nyingine kupitia kile kituo chake ambacho ni cha kitamaduni. Ni kituo ambacho kilikuwa kinajihusisha na mila za kuwasaidia wakina mama. Sasa Dipo aliota ndoto kwamba wakina mama hao walikuwa wamekaa gizani, na baada ya kukaa gizani yeye akaja na mshumaa. Alipokuwa ameshikilia ule mshumaa, wanawake wale wakaanza kumfuata. Kisha akatokea mzee mmoja usiku huo, akaanza kumwambia kwamba mwanamke huyo kwamba hebu sikiliza kwanza. Sikiliza wazee, usiwe na haraka. Ninataka nikwambie, kaa chini, nianze kukwambia moja baada ya lingine. Wanawake wote walikaa chini, kisha akamwambia yeye kwamba Mungu amekupa njia ya wewe hapo kuwasaidia wanawake wengine, lakini kaa ukitambua kwamba unapowawashia mwanga wanawake wengine, pia hata wewe
unaenda kupata changamoto vile vile, kwa sababu kwako wewe kunakuwa kuna giza, ila wewe unawashia watu wengine mwanga, na wewe huo mwanga kwako haufiki, kwa sababu wanawake wengine ndio wanaweza kuzaa, na wanawake wengine wanaweza kubeba watoto wao katika vifua vyao na wakawanyonyesha, ila kwako wewe kwa sababu hakuna mtu aliyekuashia mwanga, basi hauwezi kufanikisha au huwezi kufanikiwa kupata mtoto. Ndipo alipomweleza yeye haya yote aliweza kuyaota katika ndoto yake, ila yeye akachukulia kwamba ndoto ile haikuwa ndoto ya kawaida. Lakini ndoto hii pili ilikuwa inaelezea kwa kina kwamba mshumaa ambao ulikuwa unawaka ni mwanamke huyu ambaye ni yeye, kwa sababu yeye anawaongoza wanawake wengi sana ambao wana changamoto nyingi katika swala zima la kupata mtoto, lakini yeye kwa upande wake hakuweza kufanikiwa kupata mtoto kabisa. Ndoto ile yeye alichukulia simple. Siku moja walikuja wanawake watatu. Wanawake hao watatu kila mmoja tena wana nguvu za giza. Walikuja katika kile kituo ambacho anahusika yeye katika swala zima la kuwasaidia wanawake wengine kuweza basi kufanikiwa kupata watoto. Yaani wanawake wanafungwa kimila, wanafungwa kitamaduni, wanafungwa tumbo zao wasiweze kupata mimba, lakini kwake yeye alikuwa anafanikiwa kwa sababu ya nguvu ya yule mama wa kwanza aliyekuwa anamsaidia kuweza basi kufanikishwa jambo lile. Sasa jambo ambalo walikuwa wanalitaka wanawake wao ni kuongea na yeye ana kwa ana. Yeye alipofika pale katika ile eneo ambako basi ndio eneo lake ambalo wanatumia basi mara nyingi kutoa huduma ambayo basi huduma hiyo imeweza kuwafanya wanawake hao watatu waweze kuchanganyikiwa juu mpaka chini. Akafika pale na mume wake ambaye ni Dipo, basi akawaambia good evening. Wanawake hao watatu waligeuka, kwanza macho yao yalikuwa yanaangaza moto kama vile washaba. Kisha kulikuwa kuna mkubwa wao ambao ni Elda, wanamuita Elda, yani ni mzee, yani hako ni kambili kimo mzee. Dipo kwanza alipoonekana, Dipo yeye kwake akaanza kuambiwa kwamba bana wewe sepa, hii sio tatizo lako, sepa, yani hakuna mtu aliyemuita hapa huyo, sisi tumekuita wewe yeye peke yako. Ndipo anaanza kujitetea, bana mimi hapa nimemsaidia, gari lake lilikuwepo lina changamoto, kwa hiyo mimi hapa nikamwescort aweze kufika hapa. Akamwambia leave here now, yani asempe pale mara moja. Ndipo kwa upande wake ikabidi basi amwage yeye haraka kwa sababu anaanza kuona kwamba huu moto au muhusu kabisa. Akakamata barabara kisha akakimbia zake akutaka balaa hilo. Sasa wanawake hao watatu walikuja pale kwa ajili ya lengo moja, yani jambo ambalo yeye alikuwa analifanya mara nyingi lilikuwa linawakwamisha wao. Walikuwa wanawaloga wanawake, wanawazuia wasipate ujauzito, yeye anakuja anawafungulia, wanapata watoto, wanapata ujauzito. Hasa hapo ndipo walipochukia, wakamwambia kwamba unajiita delivery, yani mzalishaji, lakini pia a giver, mtu unayetoa, mtu unayejigawa. Sasa walianza pale kama vile kumrushia maneno ya kejeli, kisha wakamwambia hivi, hakuna mtu yote aliyekuinfluence uingie katika jambo hili. Sisi tumekuwa tukipambana na watu wetu, wewe unatuingilia. Sasa cha moto utakiona, cha moto utakisoma. Yeye alianza kuingiza baridi mzee. Hapa yeye alianza kuingiza baridi. Kwanza kabisa advertisement walivyosepa walianza kumpiga biti kali sana kwamba hawamjui hata jina lake la mizizi yake huko alipotoka. Kwa hiyo inabidi alitambue kwanza jina lake la huko alipotoka, kisha ndio haja apambane nao. Kwa hiyo wale wanawake wote basi ambao wanahusika katika ile kazi ya kuweza basi kusaidiana na yeye, yani wanamuita Ominye Maza, basi ghafla alianza kusikia taarifa kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa ndani. Huyu alikuwa na ujauzito wake na alikuwa anatakiwa ajifungue katika siku za usoni. Ghafla mwanamke huyo alianza kuonyesha dalili ambazo si nzuri. Hapo ndipo kizaazaa kilianza kuanza. Wanajaribu kwa kila namna ya aina yote ile. Sasa huyu mwanamke alikuwa ni mke wa mwanajeshi, na mwanamke huyu alikuwa amepelekwa pale kwa ajili ya kuweza basi kuzalishwa. Sasa hapa mwanajeshi alikuwa anapiga story na wanajeshi wenzake. Ghafla akaweza kupokea simu. Hapa ndipo basi kizaazaa kilipoanza. Akaambiwa bana Isei, mke wako alikuwa katika nyumba ambayo basi ni ya kimila au nyumba ya kuzalishwa kwa njia ya tamaduni, amefariki. Isei, wanajeshi hawakuwa na mbili kwenye moja. Walifika kwenye ile eneo lile, waliwatembezea kichampo vibaya sana. Yani kulikuwa hamna mbili kwenye moja. Katika jambo hili ambalo basi lilikuwa limewazingua wakina yeye, basi kuanzia hapo serikali kaingilia kati. Hii dispensary ambayo yeye alikuwa anatumika kwa ajili ya kufanya masuala yake, basi nayo ikavunjiwa leseni yake. Yeye akaanza kumpigia Dipo na kumwambia kwamba I say
nimevunjiwa leseni yangu kwa hivi sasa, yani wameifuta kabisa, haihusiki tena katika nchi hii, na sasa kuanzia hivi sasa mimi sina kazi ya kufanya. Ndipo na yeye kwa akili yake ilipofinyu, na kwa sababu amewaogopa wale elders wale watatu na mmiliki wao mmoja ambaye basi waliamua kumuonyesha yeye kwamba wao ni wakina nani. Kwa hiyo ndipo baada ya kuingiza baridi katika jambo lile na kuona mambo yote yameanza kuvurugika, kwa sababu yeye alianza kumwambia Dipo ukweli kwamba vitu vyangu kwa hivi sasa sina tena kazi ya kufanya. Kwa hiyo Dipo kwa namna moja au nyingine alichukua wakati wake mzuri, akamwambia yeye, hebu naomba isiwe kuanzia hivi sasa usikanyaje katika nyumba yangu, kwa sababu alikuwa ameshaingiza baridi bwana, alikuwa ameshaogopa na alikuwa ameshaanza kuingiza upepo katika maisha yake. Kwa hiyo aliona kama vile yeye anaweza kusababisha na yeye Dipo akachanganyikiwa, kwa sababu wale wanawake ni wachawi, na ni wachawi ambao wanatisha mpaka macho yao yanakuwa mekundu mzee, yanatoa moto. Bana, sasa baada ya hapa Dipo yeye kwa upande wake akawa amemfukuza mwanamke huyo. Mwanamke akagundua kwamba kwa hivyo sasa sina msaada wa aina yote. Hasa ndipo alipomkumbuka mwanamke ambaye alimpa ule uchawi, alimpa ule urisi wa kuweza basi kuwazalisha wanawake wengine. Sasa akaenda katika nyumba yake nyumba ambayo alikuwa anaishi tangu zamani. Akawakuta watoto wawili, vijana fulani hivi age kama miaka 23, 24, 25. Wakamwambia kwamba huyo mwanamke aishi tena hapa, anaishi mjini. Ndipo basi yeye akafika kwa mwanamke huyu na akamkuta huko akiwa mjini. Mwanamke huyu mama alikuwa ameshakuwa mzee sana na alikuwa amkumbuke. Kwa hiyo ikabidi sasa amkumbushe kwa kina nini ambacho kiliweza kutokea katika kipindi cha nyuma mpaka kwa muda huu anavyoongea naye. Lakini mwanamke huyu aliweza kumlaumu sana yeye kwa kumwambia kwamba kuna mambo ambayo sikuwa nimekufundisha, lakini wewe uliamua kukimbia na kwenda mbali. Alimlaumu sana sababu kumbe ule uganga ulikuwa na siri nyuma yake. Yeye alijua kwamba yeye anakuwa na uwezo tu wa kuwazalisha watu, lakini hakugundua kwamba kila anayemzalisha ni yai linalotoka katika mwili wake. Na mwanamke huyu alikuwa anapaswa amfundishe yeye kwamba anapaswa aolewe mapema, na kuolewa kwake mapema kuongeza basi kumsaidia hata na yeye aweze kupata mtoto. Na ndio maana hata kule mwanzoni kabisa ulianza kumuona kwamba yeye mwenyewe anamshangaa yule binti ambaye alikuwa na mark, alikuwa na alama ya kuzaliwa kama ya kwake. Kwa hiyo wale watoto waliokuwa wanazaliwa walikuwa ni mayai yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndio maana mpaka kwa muda huu yeye ana mtoto wa aina yote. Na ndio maana basi mwanamke huyu akamwambia kwamba ulipopata ule ujuzi katika ile siku ya kwanza, siku zilizofuata haukurudi tena, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo mimi nilikuwa natapaswa nianze kukufundisha. Siku ambayo nilikwambia kwamba unapaswa basi upate mume haraka na uolewe, wewe hapo ulikuwa hujazingatia swala hilo, na mpaka muda huu ndio maana hauna mtoto. Bana, yeye alilia, alijigaragaza hapo chini. Alitaka kujua kwamba ni lawama gani atamwachia mtu gani. Lakini mwanamke huyo akamwambia kwamba uzembe ulikuwa ni wa kwako. Nyumba nilikuwepo pale. Mimi nimehamia huko hivi miaka miwili tu ambayo imeweza kupita. Na hapa basi tunavyoongea, yeye mpaka kwa muda huu aliweza kuwa proved kwamba hawezi kupata mtoto mpaka pale basi atakapokufa. Bana, ngoma ndio inaenda kuishia hapa. Usisahau kusubscribe, kulike na comment. Bye bye.